Safi, kwema? Uko vizuri? Uko vizuri, alhamdulillah. Hali ya hewa ya hapa Mbeya unaionaje? Ya Mbeya ni baridi. Hichi ni kipindi cha baridi na si kwamba ni jambo jipya. Tulikuwa tunafahamu kwamba tukija Mbeya, tukija kwenye msimu huu tutakutana na baridi. Kwa hiyo hata wachezaji walikuwa wamejiandaa vizuri, na baridi ya Mbeya sio baridi ile kali kama ile ya Tunisia ambayo inaweza kufanya mipango yote kavurugika. Ni baridi ya kawaida ambayo kwa jioni kidogo, asubuhi sana, lakini mchana panakuwa na hali nzuri tu. Kwa hiyo mazingira yako rafiki kabisa. Sawa, tuambie maandalizi yapoje kwa upande wa wachezaji mpaka benchi la ufundi, physically, mentally na psychologically? Maandalizi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi maandalizi yanakwenda vizuri. Maandalizi ya kwanza ilikuwa ni kuitoa timu Dar es Salaam kuileta hapa Mbeya kwa ajili ya mchezo. Nikiri mbele yenu tulipata changamoto kidogo ya usafiri, na nitumie fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa Air Tanzania. Tuliweza kuzungumza nao na tukaweza kupata ndege ya siku ya jana jioni, lakini kiukweli hapakuwa na hiyo ratiba. Tulipata shida sana safari hii kuja huko, sababu tulikuwa tumeshindwa kupata usafiri mapema. Lakini la pili, baada ya kufanikiwa hilo kufika hapa, maana yake tumekuwa na siku moja ya kufanya maandalizi ambayo ndio leo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, na leo tumefika hapa kwenye dimba la Sokoine. Wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri, na tunaamini mazoezi haya hayatazalisha majeraha yoyote. Tutakuwa na wachezaji ambao wako fit, na mwalimu atakuwa na option kubwa sasa siku ya kesho kupanga wale ambao wanaona watamsaidia kwenye mchezo. Mnaziendeaje hizi mechi tatu muhimu, ikiwa ni 4 ukijumlisha na mechi ile ya finali? Mnaziendeaje ili kuweza kufikia malengo yenu? Uzuri, mwalimu wetu Milud Hamdi leo kwenye mkutano na waandishi wa habari ameshazungumza direction ya club. Sisi hatuzitazami hizi kama ni mechi za mwisho za msimu. Tunazitazama hizi kama ni mechi 4 za finali. Yaani tunajua kuna kombe kesho, kuna kombe dhidi ya Dodoma, kuna kombe dhidi ya Simba, kuna kombe dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo maana yake tuna finali 4 ambazo zinafuatana. Kwa hiyo maandalizi yake, utayari wake tutauandaa kwa kiwango hiko cha finali zinazofuatana mfululizo 4 kuanzia siku ya kesho. Kwa tutegemee hiyo finali itakuwepo semaji? Finali kesho inaanza hapa Sokoine. Tukimaliza finali hiyo tunaondoka Dar es Salaam, tunakwenda kwenye finali nyingine Zanzibar dhidi ya Dodoma Jiji. Tukimaliza finali hiyo, Mungu akijalia, tukichukua kombe letu pale, tunarudi Dar es Salaam tarehe 25, finali nyingine, tunapiga finali pale, tunachukua kombe lingine inshallah. Tukitoka pale tunarudi na Zanzibar kwenye finali nyingine na Singida Black Stars. Kwa ni finali 4 zilizofuatana, na malengo ya club Mwenyezi Mungu akitujalia ni tuchukue zote makombe haya 4 tunayania hapo. Pengine tutegemee kuona ladha kwenye mchezo wa kesho ya aina gani, ukitazama wapinzani wako mnapokutana? Haijawahi kuwa mechi rahisi hali. Unajua watu wanatazama tu mbio za ubingwa hapa juu, na ndio maana wanaona Yanga na uhitaji wa pointi 3, lakini kimsingi ukiwaangalia pia Prison pointi 3 wao pia wanazitazama kwenye kuwanusuru wasicheze playoff. Tayari timu mbili zimeshateremka daraja, lakini bado kuna timu inatakiwa zicheze playoff. Kwa hiyo Prison pointi 3 za kesho ni muhimu sana kwao ili waepuke kucheza playoff. Playoff unajua ni anado. You never know itakuwaje. Kwa hiyo wanataka kupambana kuhakikisha na wao wanasalia ligi kuu wakiwa salama kabisa. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, mchezo mgumu, na tunaamini mashabiki wote wa Yanga Tanzania nzima wanautazama mchezo wa kesho kama ni mchezo mgumu pengine kuliko michezo miwili itakayobakia. Mchezo wa kesho utakuwa mgumu sana kutokana na Prison walivyo, lakini tunaamini quality ya wachezaji wetu itakwenda kutusaidia kupata matokeo mazuri. Ali, nataka nifahamu kimorali kuelekea kwenye michezo hii yote. Shida. Nataka nifahamu morali kuelekea kwenye hii michezo yote 4. Maana mwanzo mlikuwa mchezi, baada ya kusema mnacheza hapo tunacheza, inabidi uongezee neno hapo. Tunacheza kiroho safi. Tunacheza kiroho safi. Hii kwenye morali inawasaidia vipi? Kwa sababu tunaona kuanzia uongozi mpaka mashabiki wote mlisema mcheze. Sasa hivi mmeamua kucheza. Structure ikoje kuanzia kwenye uongozi kwa wachezaji mpaka kwa mashabiki? Uzuri katika kipindi chote hicho ambako tunasema hatuchezi, players walikuwa kwenye uwanja mazoezi. Kwa hiyo tuliweza kuwatenganisha wachezaji na kile ambacho klabu inakipigania. Kwa maana ya wachezaji, wao walikuwa tayari, hata kama ingeamuliwa
siku moja mbele Yanga wache tungekuwa tayari kucheza, kwa sababu wanaoingia kwenye pichi ni wachezaji na wao walikuwa tayari kulifanya hilo. Kwa hiyo wao wako tayari muda wote, na kinachoongezeka hapa kwa viongozi ni motivation tu, na motivation kwa kilugha ya Kiswahili ni hela. Motivation kwa wazungu inaweza kuwa maneno, inaweza kuwa nasaha, lakini kwa lugha ya wachezaji wa Kitanzania kisikia motivation maana yake ni hela. Kwa hiyo sasa hivi bosi wetu GSM anaweka mzigo mkubwa kwenye hizi fainali 4 kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama kuna mtu anamdai mchezaji wa Yanga, anatakiwa amtafute ikifika tarehe 29. Atakuwa amecheza fainali 4 na atakuwa na mzigo wa kutosha inshallah. Kwa hiyo kila mechi kuna bonus. Kila mechi ina bonus yake na bonus zitazidi kuwa kubwa. Sasa hivi tena tuwezi kuweka bonus kama inavyokuwa katikati tu ya mechi kawaida kama mkichukua pointi 3, hapana. Sasa hivi tumesema ni finali, kwa motivation lazima iwe kubwa in terms of financial, wachezaji wapate hela ya maana. Na ndio maana hiyo hela itakwenda kuwashtua vizuri, na Mungu akiamka salama uende ukasikia kesho kipindi cha kwanza mechi ishaisha. Kwa sababu watu wana motivation kubwa. Kwa hiyo tuna Mwenyezi Mungu atujalie tu yale ambao tunayawaza na wao waende kuyafanyia kazi kwa 100%. Ndio. Kama nyinyi mmehesabu bado mna game 4, lakini kwa upande ambao uwezenu mtakuwa na mchezo nao, wao wanasema wana mechi 2 kwa maana Simba Sports Club. Wao wanasema wana mechi na Tabora na Ken Gold Amini, na mechi ya mwisho na Kagera. Kwa kifupi kabisa ndugu yangu Isaya Dede, kwa kifupi kabisa ndugu zangu waandishi wa habari, hayo hayanihusu. Hayo hayanihusu. Haikuchanganye sasa, kwa sababu unaona mtu ambaye unatakiwa upate kombe kupitia yeye. Kama hayanihusu maana yake hayanichanganyi. Ndio tafsiri rahisi. Kama hayanihusu maana yake hayanichanganyi. Sasa watu wengine wanawachanganya hali, kwa sababu wao wanaamini kombe litakuwaje. Kombe mtachukua vipi? Tutachukua kwa kupangwa pale, tupite, tuvalishwe medali, tukabidhiwe, tuliinue, tuondoke nalo Jangwani. Very simple kaka. Ali, mnapata hisia za namna gani ikiwa kwa safari tunakwenda kushuhudia kombe likiwa uwanjani wakati mkicheza na watanizi? Nyie mmepiga ramli. Mmepiga ramli. Huenda hii bingwa kaamuliwa hata katika michezo hii ya raundi ya 28. Si ndio bwana? Msipige ramli kwamba msipige ramli kwamba Yanga atashinda mechi zake 2 zote na wengine watashinda mechi zao 2 zote, alafu hiyo ndio mechi ya finali. Mpira huu unaweza likatokea lolote wakati wowote. Nyie mkam na hesabu. Kombe si litakuwa uwanjani. Sasa kombe likiwa uwanjani tofauti na kombe likiwa uwanjani kwenda kulipigania. Yaani kwa mfano sisi tukaangusha pointi hapa, afu kombe likiwa uwanjani tayari bingwa anajulikana, inakuwa haina msisimko wote. Kwenda kumalizia tu ratiba. Na wale mweze kumalizia tu ratiba. Lakini sisi ndio maana hatufocus na mechi moja. Tuna focus na mechi zote, na ndio maana tumezipa uzito sawa. Kwamba hizi mechi ni finali, tupambane tupate matokeo mazuri. Ali, mimi nimeelewa swali la Teddy tunamaanisha kwamba mara ya mwisho kucheza mechi ya ligi ya kombe liko uwanjani na Simba sana miaka mingi. 2012. Zaidi ya miaka 10. Msimu huu mnakutana na watani wenu, kombe liko uwanjani. Swali la Teddy, hii kwa wachezaji na viongozi ni ndio maana nimejibu vizuri kwamba sisi hatujaweka hisia zetu kwenye kufikiria tarehe 25. Kwa sababu huo ni mchezo mmoja, na ili ufike pale lazima upate pointi 6 hapa nyuma. Ukiweka hizo hisia kombe itakao pale, sio mtani itakuwa hapa, alafu ukasahau kwamba una mechi na Prison, ukasahau kwamba una mechi na Dodoma, utafika pale ukiwa unakwenda kukamilisha ratiba na hizo hisia zikawa kama hisia za vanilla hizo. Ukaisia unatikisa kichwa kidogo, unajua kombe likishakuwa uwanjani. Alafu watu walichukua, wewe una cha kufanya. Maana yake hapo unatikisa kichwa kidogo. Sasa sisi hataki kuwaza hivyo. Sisi tunawaza kwamba tushinde kesho, tushinde pia Dodoma inshallah, tukipata matokeo mazuri huko sasa na wao wakishinda mechi zao, maana yake sasa tutazungumza. Bwana mechi hii ndio mtu akipigwa anakuwa championi. Kwa hiyo tutazungumza hivyo ikishafika hiyo tarehe. Neno lako kwa wana Yanga ambao wanasubiri burudani siku ya kesho? Of course wana Yanga walimiss sana burudani. Pokea message nyingi wakitaka timu yao wao inacheza. Niwaambie wale ambao wako hapa Mbeya na mikoa jirani wakaribie sana siku ya kesho hapa Sokoine, lakini kwa ambao wako mbali, Azam TV burudani kwa wote, walipie visimbuzi kesho wapate burudani inshallah. Wame upande wa wachezaji. Haya basi kwa elini jamani.
Karibu Ego Motors, mahali ambapo ubora wa magari ndiko nyumbani kwake. Sasa leo hii Ego Motors tumekusogezea mchongo huu kabambe, mchongo mahususi ambao mamia na maelfu wameamua kujiunga nao. Mchongo unajulikana kama ndinga kibubu, ambao unakuwezesha wewe ndugu mpendwa, mteja wetu mpendwa, kuweka pesa yako kidogo kidogo bila makato, bila riba. Uwe na 10,000, uwe na 1,000, uwe na 2,000, uwe na milioni. Sisi hatuna shida, tunakukaribisha na tunaipokea, huku tukikupa elimu bora ya upatikanaji wa magari. Unashindwa vipi kufikia ndoto yako? Karibu Ego Motors, ujipatie gari ya ndoto yako kwa gharama nafuu na bila pressure. Ndinga kibubu ndio mchongo kabambe. Karibu Ego Motors, tunapatikana Dar es Salaam, Sinza, Igesa Road, au kwa mawasiliano zaidi unaweza kututafuta kupitia nambari 0616 00694 au 0766 33777. Unasubiri nini wewe? Changamkia fursa. Ndinga kibubu ndio habari ya mjini.